Kimsingi ni kipindi ambacho bunge linaingia katika majaribu makubwa ya kudharauliwa, kusiginwa haki zake, na kwa kiasi ambacho Mheshimiwa Mwenyekiti, hata kwa kauli hizi ambazo zinatolewa, inawezekanaje kamati ya bunge inajadili? Tumekuja tumewasilisha, tunakula kiapo humu, tunaomba Mungu atujalie tuamue vizuri kwa niaba ya Tanzania wetu. Alafu mkuu wa wilaya anasema hawa ni wapuzi, na mkuu wa mkoa anasema hawa wanasinzia tu, hawanitishe, wanibabaishi. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kama utaruhusu, yuko mbunge mwingine alipigiwa simu pia na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, akasema hawa wabunge, ukimpa nafasi asema hawa wabunge sisi hapa hatuna lolote na hatumtishe tumabaishi. Na hii inakiuka kabisa sheria hii ya haki, hadhi na madaraka ya bunge. Kwa hiyo nakuomba Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima kubwa uniruhusu nitoe hoja kama itakupendeza, ili wabunge waweze kujadili na tupate azimio la bunge. Ndio maana nilikupa ueleze kwa kifupi tu kwanza, hii ni pime kama kweli hayo unayowasema kwa kifupi yanaangukia kwenye haki za bunge kama zilivyoainishwa kwenye sheria ya kinga, madaraka na haki za bunge sura ya 296 ya sheria za Jamhuri ya Muungano. Hasa nimeridhika na hiyo. Katika maelezo yako sasa jielekeze katika sheria yenyewe ambayo unasema sasa, na uunganishe na kufafanua sasa, ili hoja unayoitoa itakapoungwa mkono, mimi nitaitoa kwa wabunge hao kwa muda mfupi wachangia, halafu tuamue. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema ni kwamba taarifa hii kimsingi, bahati nzuri, sio ya kwangu peke yangu. Ni taarifa ambayo tulijadili kwenye kamati na wajumbe wa kamati ya utawala serikali za mitaa wanajua. Tumekuja hapa yakatokea matamko ambayo mkuu wa wilaya ameyasema. Na kimsingi kwenye taarifa hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, hatukumtaja mtu. Lakini yeye kwa kujishuku, kwa kujihisi, akaenda hadharani, akaingia kwenye mitandao na akasema sisi ni wapuuzi kwa namna ambavyo nimemkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria hii inasema vizuri kama nilivyosema sehemu ya pili ibara ya 3, ni kwamba sisi kama wabunge tukishajadili jambo humu ndani, haiwezekani mtu mwingine yeyote awaye akaenda kuhoji tena mtaani huko eti wabunge walijadili kitu gani katika eneo hili. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme tu kwamba hili jambo, Mheshimiwa wabunge, sio jambo la waitara, sio jambo la upinzani. Kama alisema Mwenyekiti, ni jambo la hadhi ya bunge, sisi kwa ujumla wetu. Kama waheshimiwa wabunge tunapewa heshima kubwa, unapewa bendera ya taifa, unapepeshwa barabarani, unataka heshima kwa waheshimiwa wa polisi na wengine. Kama kauli hizi zinatolewa na viongozi ambao kimsingi wanajua kwamba kwenye bunge hili tunaye waziri wa TAMISEMI ambaye anawajibisha watu ambao wanasema maneno pale nje. Wanajua kwenye bunge hili amekaa waziri ambaye anashughulika na mambo ya utumishi bora na tawala ya kisheria humu ndani kwenye hili bunge. Wanajua bila shaka kwamba humu ndani yupo waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndio msimamizi wa shughuli za serikali hapa. Wanajua Mheshimiwa kwamba humu kuna spika wa bunge ambaye ni muhimili ambao unajitosheleza. Kwa ningeomba Mheshimiwa Mwenyekiti, nisiochoshe wabunge, uniombe nitoe hoja, waniunge mkono, wapate fursa ya kupata maoni yao, na baadaye tupate azimio la bunge hili ili kulinda hadhi na heshima bunge hili, ili tuweze kuheshimiana kwa vizazi vya leo na vizazi vijavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe hoja. Asante. Hoja imetolewa, nimeungwa mkono. Mimi nadhani kama mmeunga mkono, mimi sasa nataka nitoe tu kwamba muijadili. Mimi nimehuzunika sana kwamba sisi wabunge tunafika mahala tunadharauliwa, hafu watu tunaangalia tu. Haya ambayo yametokea Dar es Salaam na kule alikosema Waitara, hivi karibuni yametokea manispaa ya Dodoma. Mkurugenzi anaongea na wabunge kama watoto wadogo. Wenzetu kule Marekani, kila anayeteuliwa kwa ngazi zile kubwa lazima aletwe bungeni. Watu wa namna hii tuweze kuwamaliza hapa. Unapotaka kulitoa pepo, Mheshimiwa Mwenyekiti, pepo halibembelezwi. Na hatuwezi kutoa pepo, tuna lugha nyepesi. Pepo toka. Lazima pepo tulikemee. Nilipokuwa Chama cha Mapinduzi nilipikwa
nikafundishwa how to be a good political leader. Nimeomba niliseme hilo. Sinataka kusikia. Na huku pia niliko nimeendelea kufundishwa hivyo. Na moja ya sifa ya kiongozi kuwa na akiba ya maneno. Tumeona hivi karibuni vijana wanaoaminiwa, nasikitika sana kama mbunge kijana, nasikitika sana, wanatumia madaraka yao vibaya. Wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, na wengine wanaenda mbali zaidi, Mheshimiwa Mwenyekiti, wanasema tuko karibu na bwana mkubwa, tutaendelea kuwachafua, nyinyi bunge si lolote, si chochote, na tutawashughulikia. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, chombo hiki kitukufu kina waziri mkuu kama kiongozi wetu wa bunge, kina kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni, kina spika ambaye anatuongoza pamoja na sisi wabunge. Hatuwezi kukubali chombo hiki kikashushiwa hadhi na watu ambao tunawapitishia bajeti hapa eti kwa magambo kwamba wako karibu na mabwana wakubwa. Makonda ni mdogo wangu mimi, nilimwachia idara ya uhamasishaji na chipkizi. Alipita tu UVCCM, akutengenezwa kuwa kiongozi mzuri. Haiwezekani. Umepewa mamlaka ya namna hiyo, na ndio maana anafika hata katika mkutano wa hadhara unapiga simu unamweka kiongozi wa nchi, amiri jeshi mkuu kwenye loudspeaker. Ni dharau kubwa sana. Na sisi tunasema hatuwezi kama bunge likadhalilika, lakini hatuta pia kubali kama kiongozi mkuu naye akadhalilika kwa kuwekwa loudspeaker katika mikutano ya hadhara. Hoja ambayo iko hapa inahusiana na kifungu cha 3 cha sheria ya haki, kinga na madaraka ya bunge ambacho kinazungumzia freedom of debate, kwamba mkuu wa wilaya wa Arumeru na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam wameongelea mambo ambayo yamejadiliwa na bunge, jambo ambalo linakatazwa na sheria ya haki, kinga na madaraka ya bunge. Sio tu wao, hata mahakama imezuiwa kufanya jambo hilo. Sio tu individuals kama wakuu wa mikoa au wakuu wa wilaya, hata mahakama imezuiwa. Ni lazima tulinde hadhi ya bunge kwa wivu wa hali ya juu sana, kwa sababu tusipolinda hadhi hiyo tutadharaulika sana. Na ndio maana leo wabunge kote huko wanakopita ni rahisi sana DC kumjibu anavyotaka mbunge. Itafikia wakati hata watendaji wa vijiji watatujibu wanavyotaka. Ma-DC wamekuwa wanafanya kazi bila kufuata utaratibu, wamekuwa na kamata wabunge wakiwa katika shughuli zao za bunge kwenye majimbo yao, wamekuwa wanatoa amri kana kwamba wao ni polisi na mahakama bila kufuata utaratibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge hili limejengwa kwa nguvu kubwa sana. Bunge limekuwa na hadhi kubwa sana. Wabunge hao wametumia nguvu kubwa sana kuingia bungeni. Mchakato wa kuwapata wabunge haukuwa rahisi kwenye vyama na kwa wananchi. Kwa hiyo ni lazima hadhi ya bunge, heshima ya bunge, utu wa bunge ni lazima ulindwe kwa gharama yoyote ile. Nimefika hapa kwa sababu ya kuambia wababaishaji mambo ya ukweli. Waziri wangu Mkuchika alikuwa mashahidi nilipokuwa mwenyekiti wa halmashauri. Niliwaambia watu ukweli na wakaniondoa. Mama Ghasia amekuwa waziri wangu wa TAMISEMI, anajua. Kwa hiyo ukweli ndio umenifikisha hapa.
Na nataka niwaambie waheshimiwa wabunge kwamba mimi ndo nimetajwa mchekeshaji, lakini ndugu zangu, mimi ni mwenyekiti wa CCM wa mkoa. Nilishinda mkoa mzima kasoro madiwani wawili. Huyu anayeniita mchekeshaji, hata mwenyekiti wa taifa upime na katibu mkuu na viongozi wengine, alikuwa DC Kinondoni. Kilichotokea ni nini? Nani anakuwa mchekeshaji kati ya Makonda na Msukuma? Naenda kwenye point. Mheshimiwa mwenyekiti, ninaomba taratibu za kibunge zifuatwe kwa RC huyu. Kama kweli anaweza akasema sisi tumekuja kusinzia, sijawahi kulala bungeni. Yeye manake ana kamera zinazompelekea sisi kutuona tumesinzia humu ndani. Mheshimiwa mwenyekiti, kama wabunge wote tumeambiwa hivyo tunalala, kifuatacho ni nini? Tuna sababu gani ya kulipa posho wakati tumekuja kusinzia? Kwani guest hatuzioni? Nilikuwa na shauri mheshimiwa mwenyekiti, amezidi kipimo. Na si hivyo tu, ni yeye anayemchonganisha hata rais na wafanyabiashara. Tension iliyoko kwenye nchi hii Dar es Salaam sio ya kawaida. Haiwezekani RC anafanya kazi za intelijensia, RPC ana kazi gani? RSU ana kazi gani Dar es Salaam? Kama kila kitu anafanya RC, halafu baadaye anakuwa na kiburi cha kusimama na kulijibu bunge. Mheshimiwa mwenyekiti na wabunge wenzangu wa CCM, serikali ni ya wananchi. Ibara ya 8 imetueleza serikali ni mali ya wananchi, na wabunge waliomo humu ni wameletwa na wananchi. Kwa nini tutukane na wananchi wetu? Kamati ya uongozi ikae dharura, mtoe tamko kama bunge. Vinginevyo nataka niwaambie, bora mtunyang'anye hata hizo bendera, hazina maana, tutaenda kuzomewa vijijini. Mheshimiwa mwenyekiti, ushauri wangu mimi, ninaomba bunge lichukue maazimio ya kuazimia. Tumeona wakati hatujawa bunge, mliambiwa nyinyi ni wajinga wakati wa Jairo, ansari zina kumbukumbu. Mlimwazimia Jairo humu ndani, alitoka. Leo Makonda ni nani kwenye nchi? Kama Jairo alitoka, leo Makonda ni nani anayeweza kutufanya wabunge tukaacha kufanya kazi zingine za kibunge kujadili Makonda, mtu mwenye barua ya rais? Tuna mwongozo kwenye katiba yetu, ibara ya 13 ibara ndogo ya 6 inasema, wakati haki na wajibu wa mtu yeyote inapotakiwa kufanyiwa maamuzi na mahakama au chombo kingine chochote kinachohusika, basi mtu huyo atakuwa na haki ya kupewa fursa ya kusikilizwa kwa ukamilifu, na pia haki ya kukata rufaa au kupata nafuu nyingine ya kisheria kutokana na maamuzi ya mahakama au chombo hicho kinginecho kinachohusika. Tumewasikia Mheshimiwa mwenyekiti, wabunge wamesema kwa uchungu sana juu ya baadhi ya viongozi wa serikali ambao wanakiuka au wanadaiwa kukiuka haki na kinga na madaraka ya wabunge. Na bunge hili tukufu lina kamati yake ya haki na kinga na madaraka. Na namna pekee kwa mjibu sasa wa masharti ya katiba kuwawezesha hao watu wanaotuhumiwa nao waweze kusikilizwa ni kwa kupata fursa ya kuenda kwenye hiyo kamati wakasikilizwe. Na kwa sababu hiyo naomba kushauri mheshimiwa, badala ya bunge kuazimia kwamba wanaotuhumiwa wawajibishwe na serikali na mamlaka ya uteuzi, kwanza wapewe fursa ya kusikilizwa, na watakapokuwa kamati imejiridhisha, mheshimiwa mwenyekiti, waheshimiwa wabunge, mheshimiwa mwenyekiti, waheshimiwa wabunge, kuhusu utaratibu, waheshimiwa wabunge, kuhusu utaratibu, kamati itakapokuwa kuhusu utaratibu mwenyekiti, kwamba hao wanaotumiwa wamekiuka haki na madaraka mwenyekiti, kuhusu utaratibu, ndipo bunge linaweza kuazimia kumshauri mamlaka ya uteuzi au amchukulie hatua za kinidhamu. Mheshimiwa mwenyekiti, ninasimama kusema yafuatayo. Mheshimiwa mwenyekiti, la kwanza, ninaomba kutambua kwamba bunge linayo haki ya kuendesha shughuli zake kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa kanuni ambazo tumejiwekea. Lakini la pili, Mheshimiwa mwenyekiti, ninaomba tu niliarifu bunge hili
ninawashukuru wabunge wote waliochangia hoja hii. Katika jambo hili ambalo limezungumzwa na kuchangiwa na wabunge, ninaomba kukubaliana nao kwamba Mheshimiwa Rais atasimama yeye mwenyewe peke yake kwa mujibu wa katiba na madaraka alionayo, na hawa watendaji ambao Mheshimiwa Rais anawateua na kuwakabidhi madaraka kwa mujibu wa katiba kifungu cha 30 ibara ya 34 na ibara ndogo ya 4 watatekeleza majukumu yao wakimwakilisha rais kwa utaratibu ambao unatambulika kikatiba. Na inapotokea majukumu waliokabidhiwa wawakilishi na watendaji wa Mheshimiwa Rais, ninaomba kuendelea kusisitiza Mheshimiwa Mwenyekiti wa Bunge, nikubaliane na wabunge kwamba jambo hili kila mtendaji basi atapewa haki ya kufuatiliwa mienendo ya utendaji wake, lakini kushughulikiwa katika mambo aliyoyafanya kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu bila kumuhusisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kuyasema hayo, sasa kwa kuwa hoja hii imeletwa mbele ya meza yako, sasa wewe utakuwa na haki ya kuiongoza na kuihitimisha kwa kuzingatia haya niliyoyasema, ambayo ni lazima Mheshimiwa Rais aendelee kulindwa kwa mujibu wa katiba iliyonayo. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, ni kujibu tu kwamba hakuna mtu amemtaja Mheshimiwa Rais hapa na anaendelea kulindwa kikatiba. Na katika kutoa hoja tumezingatia hilo. Tunajua kwamba rais hajawatuma hawa ndipo tukasema bunge liazimie dhidi yao wao. Wamepewa fursa, wameshindwa kuitumia. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe mapendekezo ya maazimio. Ninapendekeza kwamba bunge liazimie kwa DC wa Rumeru na RC wa Dar es Salaam Babu Makonda waitwe kwenye kamati ya haki, kinga na madaraka ya bunge, wajieleze, na itakapodhibitika basi wachukue hatua za kinidhamu, kwa sababu anaweza kashtakiwa kwa sababu amevunja sheria ya kudhalilisha bunge. Lakini la pili, niombe bunge liazimie kwamba waziri mwenye dhamana hii atoe maelekezo mahususi kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya namna ya kufanya kazi zao bila kuingilia mihimili mingine, na hasa kudhalilisha wabunge katika maeneo yao ya kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, napendekeza azimio la 3 la bunge kwamba vyombo vingine vyote vinapokuwa nafanya kazi, mamlaka nyingine inapokuwa nafanya kazi na ikihitaji wabunge kwa mashtaka ya aina yote ile, bunge liazimie itakuwa ni muhimu au ni lazima spika wa bunge hili ajulishwe kwa ajili ya mbunge fulani kupelekwa au kushtakiwa katika maeneo fulani, kwa maana ya notification. Azimio la 4 na la mwisho inapendekeza kwamba mamlaka za kinidhamu baada ya kuitwa kwenye kamati ya haki na kinga madaraka ya bunge wakapewa fursa ya kusikiliza kama alivyopendekeza mwanasheria mkuu wa serikali, wawajibishwe kinidhamu, ikiwa ni pamoja na kuachia nafasi hizi kwa sababu wameshindwa kuzitumia vizuri. Sasa mimi nitawahoji muamue hoja hii ambayo azimio hili lina maeneo 4. Sasa nitawahoji wanaoafiki azimio linalopendekezwa na Mheshimiwa Waitara kwamba TAMISEMI, waziri muhusika wa TAMISEMI atoe waraka kwa wahusika kuongoza namna ya utekelezaji wa majukumu yao, waitwa wahusika kwenye kamati ya haki, maadili na madaraka ya bunge. La 3, endapo itaridhika, na kuridhika itakuwa baada ya kamati ile kuwasilisha taarifa bungeni na bunge likaridhia, na swala hilo la uwajibikaji linaenda pamoja na hayo ambayo yatakayoletwa na kamati.
Kwa hiyo baada ya modification hiyo ya azimio, sasa na wahoji wanaoafiki waseme ndio, Ndio. wasioafiki waseme sio.